Ni Mungu ambaye alikuja ndani ya binadamu. Nauliza hivi, Yesu ni binadamu ama hapana? Siwezi kukuambia ati yeye ama hapana. Naweza kukuambia kwamba ni Mungu ambaye alikuja ndani ya binadamu. Ambayo inamaanisha wewe huwezi ni Yesu ndiye Mungu ambaye alitumwa na Baba hapa duniani. Kwa hiyo sasa wanasema kwamba Mungu ndio alikuja duniani, si ndio? Naam. Huyo Mungu alikuja duniani ni Yesu. Huyo Mungu alikuja duniani ni Yesu. Na nani alituma Yesu duniani? Mungu. Sasa Mungu alikuja duniani ni Yesu, tena Mungu alituma Yesu, hapo inakuwaje? Ndio nauliza, je, Mungu ashaipatia Yesu ufunuo ama hapana? Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani alisema ya kwamba yeye afanye kitu peke yake. Anapofanya kitu anafanya jinsi ambavyo baba yake anamwambia. Baba ni nani? Baba ni Mungu. Kwa hiyo kuna Mungu, sio? Kuna Mungu ambaye anafanya mambo, ambaye anaagiza Yesu kitu ya kufanya. Anaagiza Yesu kitu ya kufanya. Inamaanisha Yesu si Mungu. Inamaanisha Yesu Kristo Mungu akiwa ndani yake na yeye akiwa ndani ya Mungu wako kimoja. Inamaanisha na wanafunzi wakiwa ndani. Kwa hiyo hata wakati Yesu akifa, sawa, hiyo siku 3 bado Mungu alikuwa ndani ya Yesu. Alikuwa ndani ya Yesu Kristo. Asante. Mtu Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Nianze? Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadiyun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umur muhdathatuha wa kullu muhdathatun fi dini bid'ah wa kullu bid'atun dalala wa kullu dalalatin fi nar. Baada ya kumshukuru Allah na vile vile kumtakia rehema na amani bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabii ambaye amekuja ila kafata linas bashiru wa nadhira walakin akthara nasi la ya'lamun. Tuko katika uwanja wa Umoja 3 kwa ajili ya shughuli za kawaida, shughuli za dawa mtaani. Naye ni kumtangaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa ni taratibu ambayo tunafanya kila mara, tukiwa sehemu hii watu wanakuja kwa wingi kuuliza maswali mbalimbali, vijana, wazee, wote wanataka kujua dini. Na hii ni ishara kwamba watu wengi wana hamu ya kujua dini, isipokuwa sisi ndio kidogo tunarudi nyuma katika kuitangaza dini yetu. Ndio watu wengi wanakuwa na maswali mengi, wanataka kujua ile, wanataka kujua lile. Kwa hiyo ndio tumekuja hapa ili kwamba mtu akitaka kujua jambo lolote basi tupate kumwelimisha. Pamoja nami leo niko na Khalifa ambaye vile vile tutakuwa naye kuanzia mwanzo tukianza shughuli hii na vile vile program hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho wake, ili kwamba tuone wale ambao kwamba wanahitaji kujua mambo moja au mbili kuhusu Uislamu. Kwa hivyo nitamkaribisha awasalimie vile vile, tukisubiri kidogo watu waje wenye kuuliza maswali, kwa sababu wako tu watajitokeza kitambo wafike. Basi tutataka kwamba Khalifa tuambie maneno mawili matatu. Haya, asalamu alaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watazamaji, karibuni tena katika kipindi hiki adhimu, kipindi cha kutangaza kalimatu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, na kuwafikishia ilmu wale ambao hawajai kuipata elimu hii adhimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuweza kupata nuru ya Uislamu, kwa sababu dini hatufai kukaa nayo tu bila kuifundisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafundisha na kusema ya kwamba mbora wenu ni yule anaisoma dini kisha akaifundisha kwa wengine. Kwa hivyo tuko hapa kwa lengo na madhumuni ya kuweza pia kujua na kujifunza pia imani za watu wengine zinasemaje, na kuweza kujua je, njia halisi ni njia gani. Lakini sisi alhamdulillah tumefanikiwa na tunashukuru kwa kuwa na dini ya haki, kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
ya kwamba katika Qur'ani 3:19 hakika dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, na kwa hivyo Uislamu huu tunafanya juhudi ya kuweza kuwafikishia wale ambao hawajai kupata nuru hii ya Uislamu. Kwa hivyo karibu sana tuweze kuandamana sote sako kwa bako hadi tamati ya kipindi hiki. Unaitwa nani? Assalamu alaikum. Pascal. Yeah. Tushawaongea na wewe hapa? Hapa. Tukisema nini? Maneno tu ya Mungu, kawaida tu kama vile tunaongea hivi sasa. Si wa hapa mara mingi sana. Na ushaituona hapa? Okay, basi wewe unaitwa Pascal, nimekujua. Sasa basi unijue kwa sababu kama hatujawahi ongea na maanisha unijui. Mimi naitwa Abbas. Mimi ni Muislamu. Wewe unaitwa Khalifa. Ni Muislamu. Pascal, ni dini gani? Mimi ni Mkristo. Mkristo, very good. Kuna tatizo Muislamu na Mkristo kaa chini ongea pamoja? Mimi sina tatizo. Una tatizo. Kwa hiyo unaweza mpea Mungu kama dakika 5, 10, 15, sio? Kumpea Mungu dakika 15 azin? Yaani usikilize maneno yake kama dakika 10, 15 hivi. Hata dakika moja nasikiliza tu. Hata dakika moja utasikiliza. Basi ubarikiwe sana. Sasa sisi tuko hapa. Mimi kwanza niko katika kipindi inaitwa Radio Ikra, yani katika radio inaitwa Radio Ikra. Katika Radio Ikra tuna kipindi ambacho iko pale inaitwa Risala. Hiyo risala huja kila siku ya Friday. Kuanzia saa 2 mpaka saa 4 usiku. Hiyo kipindi inahusisha Waislamu na Wakristo. Wote wanasikiliza. Kuna maswali mengi pale kama 100. Radio Ikra 95.0. 95.0 FM. Alafu kipindi inaitwa Risala. Ndani program inaitwa Risala ndani ya Radio Ikra. Tuko hapa. Maarufu sana. Ushawahi sikia? Sijawahi. Hujawahi sikia? Hata runinga pia utaona Al-Huda TV. Aliumai kuona Al-Huda TV. Al-Huda TV ndio ziko pamoja na ile Ikra FM. Naam. Sasa pale tuo tunaongea, kuna maswali mengi. Tukasema wacha tutoke sasa huku kwa ground kwa sababu maswali ni mengi, tuongee na watu kama wewe. Tuwasikilize live. Kama kuna kitu ungependa kujua kuhusu Uislamu tukwambie. Kama kuna mambo ungependa kutueleza utuambie, pia sisi tungependa kufaidika na mambo kama hayo. Tusiwe tunajificha kule misikitini tu. Ushaona Kwa sababu watu wengi unajua mtu sasa pengine na maswali. Waislamu juzi walikuwa wanachinja. Wanachinja nini? Kwa nini wanachinja? By the way unajua walikuwa wanachinja juzi, kuna mtu aliuliza swali fani. Nimemaliza kuchinja kaniuliza nikuulize hii ni ya mila ama ni ya nini? Ama ni ya majini. So mtu hajui. Ushaona So vitu kama hizo ndio sisi tunatoka kwa barabara tuongee tueleze bana hii tunafanya kwa sababu ya hii. Mtu una mara unakaa pengine una majirani wa Uislamu unasikia kila siku Allahu Akbar ujue ni nini? Sasa mimi upande wangu ningependa kukuuliza, unajua kama kitu inafanyika lazima ukuwe na mission na lazima ukuwe na vision. Exactly. So vision yako ni gani na kwa sasa hivi mission yako pia ni gani? Mission yangu ni kuja hapa kuzungumza maneno ya Mungu, kutoa zile ambazo kwamba ni tunaitwa misconception about Islam. My vision ni kwamba nikiongea na watu kadhaa, kama ni watu 10, kuna watu kama 3 ama 4 wanaweza kunisikiliza wakanifuata. Hiyo ndio vision yangu. Hiyo ndio vision. Exactly. Okay. Sasa mimi upande wangu kila ambacho nimejua ningependa kuuliza tuko na Mungu wangapi kwa hii dunia? Maswali mzuri. Mungu tuko naye ni mmoja. Mungu wa kweli ni mmoja. Lakini kuna wengine wanaitwa miungu ambao si wa kweli. Hiyo maswali unamekuja kwanza kwa right time. Nafikiri kama wewe unafuatilia news, mimi nakuona unakaa mtu msomi. Na labda unapenda mambo ya news kujua ulimwengu unavyoenda. Sasa hii kuna mama amejitokeza kule Kakamega sijui Busia. Anaitwa Mathayo, anasema ni mama ya Yesu. Mama yake Yesu. Ushasikia hiyo maneno? Haya, kuna mwingine jamaa ovyo tu Kakamega. Naye anasema yeye ndiyo Mungu na kuna watu wanamkubali. Kuna mwingine alikufanga aliota Jehova wanyonyi Mwenyezi Mungu, watu wanamkubali. Ushaona? So kuna wengine miungu ambao si ya kweli wako wengi wamejaa. Lakini Mungu wa kweli wa haki, Mungu wangu, Mungu wako, Mungu wa kila mtu ni mmoja. Na ndio hiyo unalimfundisha Musa. Maana sisi tunamkubali Musa katika vitabu zetu yuko. Tunamkubali Yesu, tunamkubali Ibrahim, tunakubali mitume wote, hakuna mtume tunaacha. Shaona?
Mungu alijifunua kwa Musa akajifundisha kwamba yeye ni mmoja. Alijifunua kwa Ibrahim akajifunua kama yeye ni mmoja. Kwa Nuhu alijifunua yeye ni mmoja. Kwa Daudi, kwa Yesu na kwa manabii wote kina Zakaria, Yahya, yote alijifunua kama ni mmoja. Kwa hiyo Mungu wetu ni mmoja pekee yake. Okay. Nimefurahia sana na pia mimi naamini Mungu ni mmoja. Alafu upande wa Uislamu mimi siwezi kuwa na any question na pia siwezi kuwa na shaka yoyote kwa sababu mimi naamini ya kwamba mtu yote mwenye anakubali ati tuko na Mungu mmoja ambaye ni Mungu wa ukweli ambaye aliumba kila mtu, mimi sina shaka na siwezi kumpinga huyo mtu. Sasa uko na point mzuri. Mimi na swali kwako. Wewe kama Mkristo niko na swali. Huyu Mungu mmoja, mzee, habari yako? Kwa salama? Asante sana. Huyu Mungu mmoja sisi tunamjua kama Allah na hajawahi onekana. Hajawahi kuja katika hii dunia, hajatembea. Hii dunia yeye ndo ameiumba na kila kitu. Sawa? Wewe pia unaamini Mungu ni mmoja, ni vizuri. Huyo Mungu mmoja unayemwamini anaitwa nani? Mimi Mungu ambaye ninamwamini ni Mungu mmoja. Anaitwa? Na huyo Mungu anaitwa I am who I am. Inamaanisha yeye alikuweko kutoka mwanzo na ako sahi na bado ataendelea kukua. Na huyo Mungu ambaye ninamjua ni Mungu ambaye alituma mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Kama vile maandiko inasema ya kwamba Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani kama mwana wa Mungu, alisema ya kwamba Mungu yuko ndani yake na yeye yuko ndani ya Mungu. Kwa hivyo wako kitu kimoja. Kwa hivyo tuko na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na wanafanya kazi pamoja as in the Trinity that is from heaven. That is what I believe in terms of God. Okay. Very good explanation. Kwa hiyo unaamini huyo Mungu ni mmoja, lakini huyo Mungu mmoja ni kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana na kuna Mungu Roho Mtakatifu. Wanafanya. Asante. Na wanafanya wote kazi pamoja. Haya. Wanafanya ni mmoja ama wengi? Wanafanya inamaanisha kwamba ni Mungu Baba. Huyo ni mmoja. Mungu Mwana mtoto wake na Mungu Roho Mtakatifu. Inamaanisha kama vile maandiko yanasema kwamba mimi niko ndani yake na yeye yuko ndani yangu. Inamaanisha kwamba Yesu Kristo alipokuwa akizungumza hayo alisema kwamba yeye ako ndani ya Mungu na Mungu yuko ndani yake na Roho Mtakatifu anatukuka akiwa ndani yake. Inamaanisha kwamba Mungu ni mmoja na hajawahi badilika na ataendelea kukuwa mmoja. Okay, kwa hiyo Yesu yuko ndani ya Mungu na Mungu yuko ndani ya Yesu, sio? Kwa hiyo kwa Yesu kuwa ndani ya Mungu na Mungu kuwa ndani ya Yesu inafanya Yesu anakuwa Mungu na inafanya anakuwa ni mmoja, si ni kweli? Naam. Sijui kama nisoma andiko moja unisaidie hapa kidogo. Kusoma maandiko moja Kwa ya maneno ya Yesu. Kwa maneno ya Yesu. Ambayo inahusu nini? Inahusu hiyo mambo ya kukua ndani ya Yesu, Yesu kuwa ndani ya Mungu na Mungu kuwa ndani yake. Hebu isome. Okay, nisome Yohana 17:20. Alafu nisaidie hapo kidogo sababu mimi ninavyoamini Yesu yuko ndani ya Baba, Baba yuko ndani ya Yesu, kwa hiyo wanakuwa ni mmoja. Kwa hiyo hauwezi sema kwamba wako Mungu wawili. Lakini pia andiko hiyo kumbuka haikutaja mahali Roho Mtakatifu. So sijui umedrag aje but utatu explainia. Some 17:20. 17:20 Yohana. Ndio. Wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao, wote wawe na umoja. Unasikia? Yesu anasema wote wawe na umoja. Wote wawe na umoja. Hao ni wanafunzi anazungumzia. Wawe na umoja. Tuendelee? Naam. Kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Unaona sasa maneno yale anarudia. Baba kama ulivyo ndani yangu na mimi ndani yako.
Shaona twende. Hao nao wawe ndani yetu. Na wanafunzi pia wawe ndani ya kina nani? Ndani ya Yesu Kristo Na nani? na Baba. Je, hii ni kumaanisha pia wao watakuwa ni Mungu ama hapana? Inamaanisha ya kwamba wamepatiwa authority to become sonship adoption. Yani they are children of the living God through adoption. Therefore they have been given that authority to resemble God, to be like God. As in, for example, wewe uko na mtoto. Niko naye. Huyo mtoto anafanana na wewe. Kabisa. Inamaanisha kwamba ukiwa mtoto wa Mungu lazima ufanane na Mungu, kwa sababu alituumba kama jinsi ambavyo anavyofanana. Kwa hiyo wanafunzi kuwa ndani ya Yesu na wanafunzi kuwa ndani ya Baba inamaanisha hao sio Mungu, hao ni watoto wa Mungu. Ndio vile unataka kumaanisha? Inamaanisha kwamba hao ni watoto wa Mungu. Asante. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Yesu kuwa ndani ya Mungu na Mungu kuwa ndani ya Yesu pia inamaanisha Yesu ni mtoto wa Mungu, sio? Inamaanisha kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu, na kama vile alisema ya kwamba Mungu yuko ndani yake na yeye yuko ndani ya Mungu. Na kama umeshaona wewe Yesu Kristo, maandiko inasema ya kwamba inamaanisha umeshamuona Baba. Mimi sina shida kama Yesu yuko ndani ya Baba na Baba yuko ndani ya Yesu, inamfanya Yesu akuwe Mungu. Tunaona wanafunzi pia wako ndani, na wanafunzi wakiwepo ndani, wewe unachomoa wanafunzi, unasema hapana, hawezi kuwa Mungu, hawa ni watoto wa Mungu. Sawa? Lakini kirudi kwa kesi ya Yesu unasema hapana, Yesu ni mtoto wa Mungu na pia Yesu ni Mungu. Kwa nini Yesu akiwa ndani ya Baba awe ni Mungu, na kwa nini wanafunzi wakiwa ndani ya Baba wasiwe miungu? Kwa nini? Inamaanisha ya kwamba binadamu hawezi kukua ni Mungu, lakini binadamu anaweza kukua kama Mungu. Naye Mungu mwenyewe atabaki kukua Mungu, na yeye mwenyewe atabaki kukua yeye ni yeye. Na hakuna mtu ambaye anaweza kushana yeye is throne. Yes. Kwa hiyo inamaanisha kwamba binadamu hawezi kuwa Mungu, lakini Mungu atabaki kuwa Mungu. Lakini binadamu hawezi akawa Mungu. Kwa hiyo kwa sababu wanafunzi ni wanadamu, hawezi akawa Mungu, sio? Wanafunzi ni binadamu na hawezi kuwa Mungu, lakini wanaweza kukua kama Mungu. Asante. Tutaona tu atakuwa kama Mungu vipi. Je, swali lingine nauliza. Yesu ni mwanadamu ama hapana? Yesu ni Mungu ambaye alikuja ndani ya binadamu. Nauliza hivi. Yesu ni binadamu ama hapana? Siwezi kukuambia ati yeye ama hapana. Naweza kukuambia kwamba ni Mungu ambaye alikuja ndani ya binadamu. Okay. Wewe huwezi niambia, je, Biblia ikisema utakubali utakataa? Biblia ikisema nini? Ikisema kama Yesu ni mwanadamu. Biblia imesema ya kwamba Jesus is the Son of God. Na yeye alikuja kama binadamu, na yeye ni Mungu. Binadamu ndiye azaliwe, lazima nini fanyike? Nikikuuliza, binadamu akizaliwa lazima nini fanyike? Lazima mwanamke waje pamoja. Lakini maandiko yanasema ya kwamba wakati ambapo Mariamu alikuwa msichana ambaye ameshafika umri wa kuolewa, malaika alijitokelezea, alafu akamwambia utaweza kupata mwana, na huyo mwana utaweza kumpata bila kukana mwanaume pamoja, yani hata shiriki na mwanaume kindoa. Naye Mariamu akajiuliza itawezekanaje? Lakini maandiko inasema ya kwamba for with God nothing shall be impossible. Kwa hiyo malaika alimwambia Mariamu kwamba atapata mwana. Alimwambia kwamba atapata mwana, kama jinsi ambavyo maandiko imesema ya kwamba katika kitabu cha Isaya ya kwamba itafika wakati ambapo Mungu atatuma mwana wake ambaye ni Yesu Kristo, na ataweza kuzaliwa kupitia the Virgin Mary. Kwa hiyo sasa Mariamu alipoambiwa na malaika atapata mwana, alipata mwana ama hakupata? Alipata mwana. Huyo mwana aliambe kwamba Mariamu alipata. Mariamu akimwona anamuitaje? Anamuita mtoto wake. Na Yesu akiona Mariamu anamuitaje? Maandiko inasema ya kwamba kuna wakati ambapo Mariamu na ndugu zake walikuja kumwangalia Yesu,
vile walikuja kumwangalia Yesu, naye wanafunzi wa Yesu wakaenda wakaambia Yesu, umekuja kutafutwa na mama yako na watoto wenyu. Naye Yesu akawajibu, mama yangu na ndugu zangu ni wale ambao wanasikiliza neno la Mungu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Mariamu pia ni mama yake Yesu Kristo, lakini upande mwingine ana authority ya kusema kwamba Yesu ni mwana wake, na anapaswa kukuwa na revelation ambayo inamaanisha kwamba Yesu ndiye Mungu ambaye alitumwa na Baba hapa duniani. Kwa hiyo Mariamu hana authority. Mariamu ako na authority ya kusema Yesu ni mwanake. Ya kusema Yesu ni mwanake. Kwa hiyo Yesu ni mwana wa Mariamu. Yesu ni mwana wa Mariamu. Sasa wanasema kwamba Mungu ndo alikuja duniani, si ndio? Naam. Huyo Mungu alikuja duniani ni Yesu. Huyo Mungu alikuja duniani ni Yesu. Na nani alituma Yesu duniani? Mungu. Sasa Mungu alikuja duniani ni Yesu, tena Mungu alituma Yesu, hapo inakuwaje? Kitu ambacho ninaweza kukuambia, mambo ambayo ni ya Mungu, binadamu anaweza kuelewa ikiwa Mungu amempatia ufunuo. Mungu akikupatia ufunuo, unaweza kuelewa mambo yake. Na asipokupatia ufunuo, huwezi kuelewa mambo yake. Kwa hivyo, mambo ya Mungu sio mambo tu tunaweza sema tu, kama it is not something that is theoretical, but it is something that is spiritual. Mungu alimpatia Yesu ufunuo? Mungu alimpatia Yesu ufunuo? Ufunuo in terms of? Yaani umesema Mungu akupatia ufunuo, si umetamka maneno kama hayo? Ndio nauliza, je, Mungu ashaipatia Yesu ufunuo ama hapana? Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani alisema kwamba yeye afanye kitu peke yake. Anapofanya kitu anafanya jinsi ambavyo baba yake anamwambia. Baba ni nani? Baba ni Mungu. Kwa hiyo kuna Mungu, sio? Kuna Mungu ambaye anafanya mambo, ambaye anaagiza Yesu kitu ya kufanya. Anaagiza Yesu kitu ya kufanya. Inamaanisha Yesu si Mungu. Inamaanisha Yesu Kristo, Mungu akiwa ndani yake na yeye akiwa ndani ya Mungu wako kimoja. Na wanafunzi wakiwa ndani? Wanafunzi wakiwa ndani wamepatiwa authority ya kukua adopted, sonship adoption. Mungu ashaifunulia Yesu chochote ama hapana? Mungu si ati ashawahi kumfunulia, anamfunulia. Haya, ufunuo ambaye Mungu amemfunulia Yesu ni ya kweli ama ya uongo? Ufunuo zote ambazo Mungu anamfunulia Yesu, hakuna hata moja yenye inaweza kuwa ni uongo. Yote ni ya kweli. Yote ni ya kweli. Tusome ufunuo moja tuone kama utaikubali. Yenye Mungu amemwambia Yesu. Funua 8:40. Kwani kuna ingine Mungu ajeambia Yesu? 8:44. Yohana 8:44 Yohana. 8:44 ndio hii. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo ya kweli niliyoisikia kwa Mungu. Nani anasema nawe? Mwenye anamwambia hivyo, unaniuliza mwenye kuzungumza maneno hayo ni nani? Mwenye kuzungumza maneno hayo ni Yesu Kristo. Anasema ninyi mnatafuta kuniua mimi nani? Ati anasema? Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu. Kwa hiyo Yesu anaambia watu ninyi mnatafuta kuniua mimi nani? Mtu ambaye ni mwana wa Mungu. Mtu ambaye nimewaambia iliyo ya kweli niliyoisikia kwa Mungu. Kwa hiyo amesikia maneno ya kweli kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Wakati huo akisikia kwa Mungu, Mungu alikuwa wapi? Nilikwambia ya kwamba wakati ambao tulikuwa tunaanza kuongea, nilikwambia Mungu anajitukuza akiwa ndani ya Yesu, na Yesu Kristo anajitukuza akiwa ndani ya Mungu. Kwa hiyo inamaanisha Yesu alisikia kutoka kwa Mungu
Wakati huo Mungu alikuwa kwa wapi? Alikuwa ndani ya Yesu. Alikuwa anaongelea ndani ya Yesu ama nje? Wakati huo Mungu alikuwa ndani ya Yesu. Kwa hiyo wakati Mungu akiongea na Yesu ako ndani ya mwili ya Yesu. Ako ndani yake kabisa. Wakati wanafunzi, wakati maadui walipokuwa wanamua Yesu, Mungu alikuwa ndani ama hakuwa ndani? Mungu alikuwa ndani ya Yesu Kristo. Akaacha tu wauawe. Inamaanisha kwamba the Bible says in the book of John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall never perish but will have everlasting life. It means that Jesus Christ, God gave him as an atoning sacrifice, and this sacrifice, a sacrifice ni kitu yenye unajitolea, ni uchungu lakini unajitolea. Hebu subiri kidogo. Wakati kwa imani yako Yesu akiwa kwa msalaba, sawa? Alipigiliwa msumari, sio? Wakati huo Mungu yuko ndani ya nani? Wakati huo Mungu ako ndani ya Yesu Kristo. Asante. Yesu akakaa pale juu, Mungu alikuwa bado ndani yake ama hakuwa? Wakati Yesu alikuwa pale juu, Yesu Kristo alikuwa anamaliza kazi zote za uovu akiwa pale juu. Ndio maana kabla bado hajakufa. Sijauliza kazi ya Yesu, nauliza Mungu. Yesu akiwa pale juu, bado Mungu alikuwa ndani yake ama hakuwa ndani? Ukitaka kujua ati alikuwa ndani yake, na ndio ni maana alifufuka baada ya siku 3. Inamaanisha Mungu alikuwa ndani yake. Kwa hiyo hata wakati Yesu akifa, sawa? Hiyo siku 3 bado Mungu alikuwa ndani ya Yesu. Alikuwa ndani ya Yesu Kristo. Asante. Mtu akifa roho inaenda kwa nani? Unajua ngoja kwanza. Mtu kwa mfano, usishaona mtu amekufa? Mtu amekufa, hizo ni vitu normal, lakini roho huenda kwa nani mtu akifa? Kitu naweza kukuambia, wakati ambapo Yesu Kristo alikufa, hakukufa na kukua tu hapo. Hiyo ilikuwa ni mwili ambayo ilitumwa hapa duniani. Lakini mwili yake ilipokuwa pale msalabani, Yesu Kristo aliweza kupata nafasi ya kwenda jehanamu. Na wakati alienda jehanamu, alimalizana na kazi zote za uovu na akamnyang'anya pia ufunguo. Sijauliza hiyo, nauliza hivi. Swali simple. Mtu akifa saizi, roho na mwili zinawachana, si ni kweli? Roho inabaki hapa. Sawa? Mwili inabaki hapa. Roho inaenda kwa nani? Siwezi kukuambia pale roho inaenda, lakini ama ujui, tusome Biblia. Mimi naweza kukuambia kwamba mtu yote ambaye amekufa kama jina lake alijaandikwa katika kitabu cha uzima. Jina nataka roho kwanza. Hivi tutasonga. Roho. Sasa ndio nakuambia. Kama umekufa kama jina lako aliko katika kitabu cha uzima, automatically hautapata nafasi ya kurepent. Inamaanisha roho yako inaenda jehanamu, yani inaenda jehanamu ukiongojea hukumu yako. Hiyo ni wakati wa mwisho. Saizi mtu akifa, yeyote anayekufa hapa, uwe mtu mzuri au mtu mbaya, roho inarudi kwa nani? Ndio nakuambia, pale roho inaenda, siwezi kukuambia ati naenda wapi. Wacha tusome andiko itusaidie. Hebu nisome 12:7. Hebu ngoja kwanza. 12:7 Mhubiri. Haya, kabla bado hujaisoma, usisome. Usisome kwanza. Usisome. Lakini funguliange. Gani? Hebu isome kwanza. Engelea, ulikuwa unaongea. Kwa sababu hapo unajua kuna kitu nataka, kuna watu wanatufuatilia, wanataka kusikia. Okay, uko na maneno mazuri. Isipokuwa tu kidogo unapinda, lakini mambo yako mazuri. Kitu hatujielewana ni kwamba mtu akifa roho inaenda wapi? Hiyo ndio nimetaka kujua. Okay, 12:7 Mhubiri anasemaje? Haya, 12:7 Mhubiri inasema, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa. Yaani mwili yetu tumeumbwa kwa mavumbi. Kwa hiyo tukifa, hii vumbi inarudi kwa vumbi kama vile ilivyokuwa. Sawa? Nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Kumbe mtu akifa roho inarudi kwa nani? Maandiko imesema. Kwa nani? Inaenda kwa Mungu. Kwa Mungu. Wao unasema wakati Yesu akifa, Mungu alikuwa ndani yake. Siku 3 Mungu yuko ndani yake. Na hiyo roho ilipokuwa inatoka, inamaanisha kwamba huyo Mungu aliyekuwa ndani
ndio roho ilirudi akiwa ndani ya mwili ya Yesu, ama hiyo roho ilienda kwingine? Umeshasema. Kwa hiyo roho ilirudi pale pale ndani. Umesema ya kwamba mtu akifa roho inarudi kwa Mungu. Inamaanisha wakati ambapo Yesu Kristo alikufa pale msalabani, alisema ya kwamba Father, I commit my spirit unto you. It means that the spirit of the Lord was committed to the Father, and after it had been committed to the Father, what happened? The thing that happened it is that now God started to manifest himself in terms of pressing down, kumalizia works of the devil, because long time ago before Jesus Christ came, kitu yenye ilikuwa inafanyika, kama ulikuwa umekufa wewe, hukumu yako ilikuwa inaanzia papo hapo. Yani shetani alikuwa na such kind of authority. Lakini hiyo sio concept right, kwa sababu watu wote watafufuliwa alafu wataenda katika hukumu. Hiyo ndio concept hata ya Biblia. Kusema zamani kwamba mtu akifa anaanza kuhukumiwa pale pale si kweli. It's not right. The right concept ni kwamba watu wote watakufa, waishe, wakishakufa alafu sasa siku ya mwisho watakuja kufufuliwa, wakishafufuliwa ndio hukumu iwekwe. Hiyo ni wakati wa mwisho. Ushaona? Hatuna shida, si shida yetu ni roho, kwa sababu ulisema Mungu yuko ndani ya Yesu. Okay. Na Yesu alipokufa siku 3 Mungu bado yuko ndani yake. Bimaana Mungu alikaa ndani ya maiti siku 3, sijui akifanya nini. Maana maiti akifa anapelekwa mochari. Huyu Mungu nayo wakati huo sijui kama Mungu mwenyewe yuko hai ama amekufa, lakini yuko ndani ya mwili wa Yesu siku 3. Swali ikakuwa, mtu akifa roho inawachana na mwili, ndio sababu nakufa. Na roho ikibaki ndani ya mwili bado endelea kuwa hai. Kwa hiyo kama Mungu alikuwa ndani ya Yesu na Yesu akafa, na ile roho ikawa imerudi ndani ya mwili wa Yesu bado pale ndani, inamaanisha lazima Yesu angeendelea kuwa hai. Lakini kama alikuwa amekufa, inamaanisha kwamba hiyo roho ilikuwa imetenganishwa na mwili, bi maana ilikuwa kwingine, na kama ilikuwa kwingine ilikuwa kwa Mungu. Kwa hiyo obviously itamaanisha kwamba Mungu alikuwa kando na Yesu alikuwa wapi? Kando. Ushaona? Hiyo ndio filosofia ambayo ni ya sawa. But if unasema kwamba Yesu ni Mungu, Mungu yuko ndani yake, alipokufa bado Mungu alikuwa ndani ya hiyo mwili. Haya, roho ilipotoka, hiyo roho ilirudi kwa Mungu ndani ya mwili. It doesn't make sense, rafiki yangu. It doesn't make sense. Another thing, Yesu mwenyewe alisema kwamba nyinyi mnatafuta kuniua mimi mtu. Si ni kweli? Je, pale akisema kwamba watu wanatafuta kumuua yeye mtu, kipindi hiyo Mungu alikuwa ndani ya Yesu bado? Unaamini Biblia? Biblia kuna kuna maneno ambayo nakubali, kuna maneno ambayo sikubali. Hii Biblia imeandikwa na wale ambao wako inspired by the Holy Spirit. Naye Mungu mwenyewe ameandika parts zingine yeye mwenyewe. Mungu ameandika parts zingine ameandika hapo yeye mwenyewe. Yaani Mungu aandike Biblia? Unaamini Musa? Musa namuamini. Ukiwa peke yako utasoma Exodus 20 during the 10 commandments. During the 10 commandments. Lakini kitu yenye nataka kukuambia, kwa sababu because of time nimetumia 28 minutes hapa. 28 minutes unanitimia? Basi nitataka kwanza andiko moja niende 17:1 Yohana nifungulie. Hii ya kumaliza hii mada kwanza. 1 Yohana. Hii ya kumaliza hii mada. Sasa namalizia. Ningependa kukuambia kwamba unaona nyinyi Muslims, according to mimi binafsi, mimi si wapingi na siwezi kupinga imani ya mtu. Ni imani ya mtu inaweza kujipinga yenyewe kulingana na mimi mwenyewe. Na mimi nikiongea, hata Waislamu ni marafiki zangu, hata ndio maana nimesimama hapa niweze kuongea na nyinyi. Na mimi what I believe in God who is in heaven, and you also believe in God that it is in heaven. You believe that in last days bodies will be resurrected and judgment will be done. I also believe in that. Yani there is a lot ambaye we and Christians we have in so common. It means that
I, as a Christian, I will be a Christian and I will worship God. And in the last days, let the word of God to be done. Hadi nyinyi pia Muslims, let the word of the Lord to be done. Wacha Waislamu waabudu Mungu na sisi wa Kristo tuabudu Mungu na tukue like brothers na tufuate njia moja. Very good. We njoo. Umeongea vizuri. Lakini Mungu kwa hiyo maneno uliyosema anasemaje? Anasema Wakristo wakae peke yao, Waislamu wakae peke yao, ama Mungu ana call dialogue kwamba Waislamu na Wakristo wakae pamoja waongee? Yesu Kristo Nasema Mungu sio Yesu. Nasema ya kwamba Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani, alipokuwa sasa anaenda mbinguni, alisema ya kwamba ninawaacha na one commandment. Unaona hizo commandment zote aliziunganisha na akaweka love hapo. It means that we human beings tupendane. Hakusema ati watu wa hii dini mutengane, Alisema mimi na wewe na huyu tupendaneni, na wakati tumependana hatuwezi uwana. Exactly. Na tutasaidiana. Exactly. Yeah. Kwa hiyo Yesu ameita upendo. Na Mungu mwenyewe anasemaje wewe ukiwa Mkristo na mimi Muislamu? Kwa sababu kusoma Isaia 1:18 Mungu anasema come let's reason together. Bi maana tusijiwekee barriers. Ukisoma Quran 3:64 inasema the same thing. Kwanza kuna kitu umesema mimi nimefurahi kwamba mnaamini commandments nini na vitu kama hizo, kwamba kuna vitu ambavyo kwamba iko in common between us and you. That's right, kwa sababu pia Quran inasema njoo in common terms between me and you, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo we share with Christians. Leo nikiongea na wewe haimaanishi kwamba nakupinga, no. Ni nakupa my side ya imani, ukae chini ufikirie, na pia nachukua kwa your side of imani, and then unafanyaje? Unalinganisha. Si kwamba nakupinga. Hii maneno kwamba natumia sio kupinga, ni kusoma maandiko, kwa sababu ninavyoelewa ni tofauti. Mfano wewe kusema kwamba Mungu yuko ndani ya Yesu, kwangu hai make sense, kwa sababu ukisoma 17:1 Yohana, Yesu aliinua macho yake juu mbinguni akaomba. Aliinua juu akiangalia nani? Ningependa kukuambia kwamba, hebu nisomee hiyo kwanza. Naam, 17:1 Yohana. Maneno hayo aliyasema Yesu. Sikia. Akainua macho yake kuelekea mbinguni. Akasema, nini? Baba. Subiri. Yesu ameinua macho juu kuelekea mbinguni akasema nani? Baba. Akisema Baba ameelekea macho juu inamaanisha na kusudia kwamba Baba yuko wapi? Ako mbinguni. Na wewe unatuambia kwamba Baba yuko wapi? Ako ndani yake na wako kimoja. It means that Jesus Christ alikuwa hapa duniani. Na mimi kitu ninakwambia, I cannot contradict myself. Sasa kitu moja nataka uelewe, kukuwa na umoja haikumaanisha kwamba Yesu ni Mungu. Kwa mfano leo tunasema umoja wa Afrika Mashariki. Sawa? Kenya iko kivyake na mambo yake. Mama Samia Suluhu na Tanzania kuna mambo yake. Juzi unaona vile wamekuwa na friction na Kenya. Mpaka imekuwa katika social media na wapi. Wakati wote katika umoja wa nini? Afrika Mashariki, lakini wanakosana. Kwa hiyo kukuwa na umoja, swali inakuwa ndio wawe na umoja. Umoja wa nini? Kwa sababu alimesema tu wawe na umoja, ikaweka full stop. Umoja ambao kwamba anakusudia Yesu si wa uungu, ni umoja wa utendakazi. Bi maana kwamba Mungu anachukua maneno yake, anampa Yesu, Yesu anafikisha kwa watu. Na ndio unaona akasema pia wanafunzi wawe ndani yetu, bi maana wawe na umoja. Bi maana kwamba maneno ambayo kwamba Mungu atampa Yesu afikishie wanafunzi wafikie pale. Kwa hiyo ni umoja wa kufikisha message, sio umoja wa uungu. Hebu nikuulize, Yesu Kristo wakati alipokuwa anataka kukuja hapa duniani, watu wawili walishirikiana kimapenzi? Haikufanyika kitu kama hiyo. Ilikuwa through Holy Spirit. Ni uweza wa Mungu. Nikikuuliza, kwa hiyo swali nikuulize, Adam alikuja duniani kweli? Adam aliumbwa na Mungu. Na Yesu aliumbwa na nani? Yesu Kristo alikuwepo kutoka mwanzo. Kwa hiyo Yesu hakuumbwa? Yesu Kristo hakuumbwa. Kwa hiyo Yesu sio kiumbe wa Mungu? Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Sio kiumbe? Yesu Kristo ndiye Mungu. Sio kiumbe wa Mungu. Hebu ngoja nikuulize,
Unaamini ati Yesu Kristo alifufuka baada ya siku 3? Siamini. Uamini? Siamini kama alifufuka. Sisi tuko, je, Yesu ni kiumbe wa Mungu ama hapana? Yesu kama uamini ati alifufuka baada ya siku 3, inamaanisha kwamba there is something that you don't understand. I understand. There is something ambayo iko mwanzo, kwa sababu mtu hufa ndio akafufuka. Sawa? Katika Uislamu hatuamini kama Yesu alikufa, kwa sababu kifo ambayo kwamba alikuwa anawekwa ni kifo ya laana, na huyo ni mtume wa Mungu. Wewe kwako hata ni Mungu. Muislamu akisema kwamba Yesu hakufa, Muislamu anatetea kwamba Mungu wako hakulaaniwa. Wewe unaona kama Muislamu ni mbaya, lakini anatetea Mungu wako. Ushaona? Sisi tuko hapa, Yesu ni kiumbe wa Mungu ama hapana? Hapo Hebu tumalizie kitu hivi kwa sababu nimeshachelewa. Umechelewa? Ningependa kukuambia kwamba si nimekwambia I respect Muslim. Hata mimi unavyoniona hivi, I respect Christian sana. In fact ni marafiki zangu wengi na nawapenda na nazungumza na unaona, hata wewe ukakuwa na chance na kualika kwa program kwa radio, huwa naalika mpaka bishop mpaka nani, because I respect you. Na tena mimi sina chuki na wewe. Acha nikwambie kitu kimoja. If leo mimi nitakuona unapita pale alafu na nyamaza, unaona, nakufa na imani yangu, mimi nakuchukia. Lakini kwa nini nakuita nakwambia kuwa Muislamu? Kwa nini? Kwa sababu naamini kama mimi napata paradise. Ushaona? Kwa hiyo nataka pali pazuri pia uwepo. Na wewe pia unapokuwa unahubiria watu ama unahubiria Muislamu kwa Mkristo, inamaanisha wewe unaubaya na Muislamu. Inamaanisha unaamini utapata paradise, unataka Muislamu akuwe wapi? Hapo. Kwa hiyo when you dialogue, inamaanisha kwamba there is good spirit between us. Kuna ile good blood. Na unaona, mimi ninapohubiri sitakuja kukuhubiria ati ukuwe Mkristo. Nitakuja kukuhubiria uone uzuri wa Mungu. Na kama unataka ndio unaweza, na kama utaki hapana. Decision lies in your hands. So naomba tu kwa heshima yako unipatie nafasi hii na niweze kuenda. Okay, mimi ningependa ongea na mwalimu. Nataka nipatie kuongelea dakika moja tu akuage. Na mimi kitu pia nilikuwa nataka kuambia ni kitu moja. Mimi kuhubiria na kuhubiria uko Muislamu. Sababu yeye anataka uwe Muislamu. Sababu naamini manabii wote mpaka Yesu alikuwa Muislamu. Ushaona eh? So wewe kama utaniita katika Ukristo, mimi nakuita katika Uislamu. Kwa sababu manabii wote walikuwa Waislamu mpaka Yesu. Inamaanisha sasa utakosa mpaka nabii. Kwa hiyo lazima utufuate, inaweza kuwa vizuri. Lakini ongea na huyu kwanza akuage, alafu mambo 2-3. Na mimi naona labda wa nyumbani ongea naye pia nyumbani kidogo. Nyathiwa. Welcome so much Nyathiwa. Wapo njoreka gik moko matin kuom Nyasaye. Nikech ji mang'eny giwacho ni gilemo Nyasaye. Lakini kidonjo research mar vitabu unapata they are actually worshipping idols. And a very good evidence, it is just what you have been explaining here. In the whole session, you have totally been unable to differentiate who is God and who is Jesus. You actually see Jesus as God and God as Jesus. That's what is happening here. Ngoja kwanza. So this means when Jesus was dying on the cross, it is God who was being killed on the cross. That is what you mean. Nimesema kwamba kwa heshima yenu niruhusu niende. Nimeshachelewa. Sasa mimi nakuwa unajua hiyo unavunja hiyo heshima. Sasa mimi nakuaga kwa neno hili ya kwamba Mungu ni wangapi? Mungu ni mmoja. Na huo ndio Uislamu. Si watatu jinsi mnavyoamini. Si watatu. Sasa mimi nakuaga na hiyo sasa. Unaona problem sasa mimi nakuaga na hiyo. Unaona problem kwamba ni mmoja na si watatu. Problem yenu. So mimi kufikia hapo kwa sababu umeomba kwa heshima, tumemaliza vizuri na tumemaliza kwa kauli moja. Tukaelewana kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja. Mwenyezi Mungu ni mmoja mbali. Kuisha kabisa. Mwana wake Yesu Kristo. Kuisha kabisa. Sasa hapo tumemaliza vizuri. Mungu ambaye hana wana, hazai na hana mke. Kwa hivyo tumemaliza hivyo, inshallah Mwenyezi Mungu akujalie. Na pia una simu, wewe ni jamaa wangu bwana, tunaenda shule. Chukua simu yako. Uniite kwa hiyo radio yenu siku moja. Inshallah. Lakini pia na simu ya 0714.
Niandike nani? Pascal. 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 Kwanza vile uko mwanafunzi hiyo ndio smart sana. Kwa Yeah, hiyo position nilikuwa na mwalimu wangu wa CRE alikuwa anaogopa hata kuja darasani. Pascal. Mwalimu wangu wa CRE alikuwa akisikia mimi niko class, anaogopa hata kuja lesson. Kwa sababu anaenda kukutana na chuma. I just urge you my brother, do a lot of research. Research na sifanyi lakini Holy Spirit. Yeah, it is okay.